Lengo kabisa, tunalenga kutoa ufafanuzi juu ya hali ya uchumi wa Zanzibar, ukuaji wake, utulivu na utulivu wa bei za bidhaa na maendeleo ya kijamii na kiuchumi kwa jumla. Ndugu wananchi, katika siku za hivi karibuni kumekuwa na madai katika baadhi ya vyombo vya habari na hususan mitandao ya kijamii na miongoni mwa wananchi kuwa uchumi wa Zanzibar haukui, kuwa kuna ugumu wa maisha, mfumuko wa bei uko juu na kuwa bidhaa za ndani zinatozwa kodi nyingi. Serikali inatambua kuwepo kwa changamoto za gharama za kwa baadhi ya wananchi. Hata hivyo, takwimu rasmi za ushahidi kamili wa kiuchumi unaoonyesha wazi kuwa uchumi wa Zanzibar unaendelea kukua vizuri, unaimarika, na matokeo ya maendeleo yanayoonekana katika visiwa vyetu vya Unguja na Pemba ni ushahidi tosha kuonyesha hayo ambayo ninayazungumza. Nikianza na ukuaji wa uchumi na maendeleo ya kiuchumi kwa jumla. Uchumi wa Zanzibar umeonyesha mwenendo mzuri wa ukuaji katika miaka ya hivi karibuni. Viwango vya ukuaji wa pato la taifa vilikuwa 5.1 mwaka 2021, 6.8 mwaka 2022, 7.4 mwaka 2023, 7.1 mwaka 2024. Ukuaji huu umetokana na kuimarika kwa sekta ya utalii, kuongezeka kwa uwekezaji wa umma na binafsi, ukuaji wa sekta ya ujenzi, usafirishaji na biashara, pamoja na kuimarika kwa huduma za barabara, bandari, umeme, shule, hospitali na makazi ni matokeo ya moja kwa moja yanayochachua uchumi huo kama tunavyofahamu. Hili linazungumzia mfumuko wa bei na gharama za maisha. Mwenendo wa mfumuko wa bei katika kipindi cha miaka minne iliyopita umeonyesha uimara wa usimamizi wa uchumi wa Zanzibar. Mfumuko wa bei ulifikia kiwango cha juu 11.1 mwaka 2023. Hali hii ilisababishwa zaidi na sababu za nje kama vile kupanda kwa bei ya mafuta duniani, kuvurugika kwa minyororo ya usambazaji wa bidhaa na changamoto mbalimbali za kijiografia za kimajimbo, yani geographical politics. Kupitia hatua mbalimbali madhubuti ambazo za kisera, serikali iliweza kupunguza mfumuko huu wa bei hadi kufikia 4.1 katika mwaka 2024 na kwa kufikia 3.8 kufikia mwezi wa Disemba 2025. Hali inaonyesha kuendelea kwa utulivu wa bei. Kiwango hiki kipo ndani ya kiwango vinavyokubalika katika Jumuiya ya Afrika Mashariki, ambayo ni kati ya 3% hadi 5%. Mafanikio haya yametokana na jitihada za serikali, ikiwemo mambo yafuatayo. Kwanza, kutoa msamaha wa kodi kwa bidhaa muhimu na baadhi ya pembejeo za uzalishaji. Pili, kuimarisha udhibiti na ufuatiliaji wa bei katika masoko. Tatu, kuchukua hatua za kudhibiti bei za mafuta na nishati. 4, kuboresha mifumo ya usambazaji na biashara ili kuhakikisha upatikanaji wa bidhaa muhimu unafikiwa. Jambo la tatu, nazungumzia tozo, kodi na uzalishaji wa ndani. Ndugu wananchi, ni muhimu kufafanua kuwa sio gharama zote zinazolalamikiwa na wazalishaji na wanaofanya biashara wa ndani ni kodi za serikali kuu peke yake. Sehemu kubwa ya gharama hizo ni tozo za mamlaka za serikali za mitaa, ada za huduma mbalimbali, gharama za kiutawala zinazotozwa na taasisi mbalimbali kwa ajili ya kuwezesha utoaji wa huduma
kama vile leseni, usafi, ukaguzi na matumizi ya masoko. Serikali kupitia shirika la bandari imetambua changamoto za uwepo wa tozo nyingi zinazoratibiwa na tayari imeanza kuzifanyia kazi changamoto hizo kupitia mamlaka husika ili kurahisisha, kuoanisha na kupunguza mzigo wa tozo hizo kwa wananchi. Hatua zinazochukuliwa ni pamoja na hizi zifuatazo. Kwanza, kujumuisha tozo mbalimbali katika mfumo mmoja uliorahisishwa. Pili, kuanzisha mifumo ya malipo, yani one stop center ya pamoja ili kupunguza gharama za urasimu katika kutoa huduma hizo. Kina tatu, kuongeza uwazi na udhibiti katika upangaji wa tozo ambazo serikali inatoza. Lengo la serikali ni kuhakikisha kuwa kodi na tozo zinazosaidia utoaji wa huduma na ukuaji wa uchumi bila kukwamisha uzalishaji wetu wa ndani. Kwa ujumla, uchumi wa Zanzibar unaendelea kukua. Mfumuko wa bei upo chini ya udhibiti na matokeo ya maendeleo yanayoonekana wazi katika sekta ya maeneo ya nchi. Changamoto za kiuchumi zipo kama zilivyo katika nchi nyingine duniani, lakini kiuchumi zipo kama zilivyo katika nchi nyingine duniani, lakini mwelekeo wake wa uchumi wa Zanzibar unabaki kuwa bado ni chanya na thabiti. Serikali itaendelea kusimamia uchumi kwa umakini, kulinda ustawi wa wananchi wake na kushirikiana na wadau wote katika kuhakikisha kuwa ukuaji wa uchumi unakuwa jumuishi na wenye manufaa kwa wananchi wa Zanzibar. Wito wangu kwa waandishi wa habari, vyombo mbalimbali, wananchi, kuandika habari zinazohusu masuala ya kiuchumi, kabla ya kufanya hivyo wawasiliane na taasisi husika ili wapate taarifa sahihi ili